Bwana, mambo vipi? Mambo vipi? Karibu sana katika chaneli yangu ya YouTube. Kwa jina naitwa Brother Godlove, na leo ni siku nyingine tena tunakutana pamoja kudrive pamoja katika maeneo mbalimbali ya Tanzania, na leo nipo Dar es Salaam, tunaendelea na tour za Dar es Salaam. Na leo nipo bwana maeneo ya huku Buza kwa Mpalange. Na nitakuwa ninaendesha huku kuanzia huku mpaka Dar es Salaam City Center. Najua watu wengi mnapasikia tu Buza kwa Mpalange, Buza kwa Mpalange. Watu wengi hawajawahi kufika huku Buza kwa Mpalange. Wachache sana wamewahi kufika huku. Lakini leo nitaka niwaoneshe Buza kwa Mpalange jinsi kulivyo. Na haya niliopo maeneo hapa ndio Buza kwenye kwa Mpalange. Na pameitwa Buza kwa Mpalange kama unavyojua kwa sababu ya hili bonde. Hili bonde linavyoshuka linavyoteremka hivi chini kwa sababu ya hili bonde, ndio maana pameitwa Buza kwa Mpalange. Palipata umaarufu sana. Lakini Mpalange alikuwa ni mzee mmoja, nimefuatilia historia, ni mzee mmoja alikuwa anaishi maeneo haya, alikuwa anaitwa Mzee Mpalange. Lakini hilo neno kwa Mpalange limepata umaarufu kwa sababu ya hili bonde hili linavyoshuka chini. Hili bonde hili kuna kibonde fulani hapa, ndio bwana watu wengi wanapaita kwa Mpalange. Kwa Mpalange limepata umaarufu sana kwa watu wa Dar es Salaam sana, wanapenda huko. Ukisikia mtandaoni huko bwana kwa Mpalange, kwa Mpalange, kwa Mpalange bwana, ndio huku Buza, limetokana na hili neno Buza kwa Mpalange huku. Na sababu kubwa ni hili bonde hili bonde lililopo hapa kwa Mpalange. Kwa watu wengi ndio maana hilo neno Mpalange limepata umaarufu sana. Kwa hapa ndio kwa Mpalange, na mimi na tour yetu inaanzia hapa. Tutaanza kudrive hapa mpaka katikati kabisa ya mji. Dar es Salaam bwana ni kubwa. Dar es Salaam ni kubwa sana, na kila maeneo unapoenda kumejaa. Yaani watu wamejaa, wamefika. Yaani hii huko Buza huko Buza ni kwenyewe yani kuna idadi kubwa sana ya watu. Watu wengi wanaishi haya maeneo ya huko. Kwa hiyo njia ukienda kushoto hiyo tulioiacha hiyo, ukienda nayo kushoto hiyo inakuwa inaenda paka Mwanagati huko Kitunda, lakini hii ndio tunarudi nayo mjini. Hii njia inaturudisha mjini. Na hapa ndio center kabisa ya Buza kwa Mpalange. Hapa ndio kwa Mpalange kwenyewe, hapa ndio kuna hili bonde. Kwa hiyo ndio tunaanza kuendeshea hapa, tour yetu inaanzia maeneo ya hapa. Kwa ujumla huku Buza ukiangalia kiujumla Buza wanaishi watu wa kawaida. Watu wenye kipato cha chini labda na cha kati wachache. Lakini pia wapo matajiri ambao kwa sababu wengine wamewekeza huko, matajiri wengine wamewekeza huko, kwa hiyo inaanza kuna wengine wanaishi huko, lakini asilimia kubwa ya watu wengi huku ni watu wenye kipato cha kawaida tu, cha kati na wale wenye kipato cha chini. Wengi ndio wanaishi maeneo ya huku kwa upande wa Dar es Salaam. Na kiuhalisia ukitaka kujua upande Buza iko wapi, Buza iko nyuma ya maeneo ya airport. Yaani airport ya Dar es Salaam upande wa nyuma huko. Ndio Buza iko maeneo ya huko. Kwa hiyo kuna maeneo huko, ukija upande wa nyuma ya airport kuna maeneo ya Yombo, lakini pia kuna maeneo ya Buza. Kwa hiyo ni kama ukitaka ukiwa unajiuliza kwamba Buza iko maeneo gani, maana yake ukiwa Dar es Salaam, ukiwa Julius Nyerere International Airport upande wa nyuma huko ndio Buza ilipo. Kwa hapa tunakipandisha hiki kilima hiki cha Buza hiki kutoka kwenye bonde hilo la Buza kwa Mpalange. Kwa bwana, kama ulikuwa unasikia maeneo ya Buza kwa Mpalange ndio maeneo haya hapa. Kwa hiyo bwana, mara mwisho wakati mimi nimekuja huko haya maeneo hii barabara ilikuwa ina vumbi. Ilikuwa ni barabara ya vumbi, lakini sasa hizi nimeshangaa barabara imewekewa lami kabisa. Kwa Dar es Salaam inaendelea kwa namna moja nyingine. Unajua lami zinasaidia sana kupunguza foleni, lakini pia hata kufanya mji ukue zaidi. Watu wakishaona lami imefika, watu wanakuwa hawana wasiwasi, watu wanakuja kuishi, kujenga na nini, inafanya mji ukue. Pia inapandisha thamani ya viwanja na nini, yani ndio uzuri huo. Sababu ukienda kununua kiwanja saizi maeneo ambayo hayana lami, bei yake ni tofauti na sehemu ambayo lami imefika. Unaona? Au ukichukua hapa miaka 5 nyuma wakati hamna lami, na sasa hivi huko maeneo ya huko ukija ukinunua, labda unataka kununua nyumba au unataka kununua kiwanja, bei yake itakuta imepanda sana. Kwa bwana, huko haya yote haya ni maeneo ya Buza huko yote. Kwa Buza kwa Mpalange ndio tumeiacha hapo nyuma. Hapa yote hii ni Buza. Hapa tunakuwa tunaelekea mjini sisi.
tunaelekea city center. Hapa kuna hii roundabout, kama unaenda ukienda kucha kushoto unakuwa unarudi airport, unaenda Buza huko Yombo Vituka unarudi airport. Lakini ukinyosha hii katika roundabout unakuwa ndio unaenda mjini, unaenda city center huko. Kwa hiyo unapita Temeke na nini unaenda mpaka center ya mjini huko. Kwa sisi tunaenda mjini, kwa hiyo tunaendelea kunyosha na hii roundabout. Ni Buza hii. Makangalawe bridge hapa. Huku sio mwenyeji sana. Mitaa hii ya huku nani sio mwenyeji sana ya huku ya nani. Lakini huku yote ni wilaya ya Temeke. Hii mitaa huku yote ni wilaya ya Temeke. Na naamini unapata picha kulivyo. Kama ukisikia Buza, ukisikia mitaa Buza naamini unapata picha jinsi gani kulivyo kwa Buza kwenye. Nyembamba kwa mabasi, magari yanaenda taratibu sana, ndio shida naiona. Kutokea nani huku hapa, kama kutokea Buza mpaka mjini kama kilomita 17 mpaka 20 kutokea Buza mpaka kufika senta kabisa ya mji yani.
Sema tu kwa sababu ya uembamba wa barabara na nini, ndio wakati mwingine unakuta foleni inakuwa inasababisha foleni, lakini sio mbali sana. Eneo ambalo kama barabara ingekuwa inapitika vizuri, barabara kubwa inapitika vizuri, yani dakika 20 tu uko mjini. Maeneo ya huku ni maeneo ya Yombodovia huku. Yaani huku ni maeneo ya Yombodovia. Kama unasikiaga Yombodovia, maeneo haya ndio maeneo yake huku. Hii ni maeneo ya Yombodovia huku. Of course Yombo na Buza pamepakana. Yaani Yombo na Buza pamepakana. Ukisikia Yombo kwa sababu ila sehemu maarufu mara nyingi ni Yombo Vituka, ndio maarufu sana. Hata Yombodovia na yenyewe ni maarufu sana. Hapo kushoto kwako hapo ni shule ya msingi ya Yombodovia, shule ya msingi ya Yombodovia hapo. Jitihada. Shule ya msingi ya Jitihada. Alafu hii nani zimepakana. Alafu hii tena kushoto tena na shule ya msingi ya Yombodovia. Yaani hapa kuna shule mbili za msingi tofauti. Kuna shule ya msingi ya Jitihada na kuna shule ya msingi ya Dovia. Yombodovia ndo naikumbuka kwa sababu Yombodovia toka zamani, yani shule ya msingi ya zamani sana nafikiri. Ni ya muda mrefu sana shule ya msingi ya Yombodovia. Shule ya serikali ya. Sema kuna washikaji zangu nilishasoma nao sekondari walikuwa wametokea Yombodovia. Walikuwa wamesoma hapa shule ya msingi Yombodovia nakumbuka. Kwa hiyo hapa ni mitaa Davis Corner hii. Ni maarufu. Zamani kulikuwa na bar fulani nafikiri kama ni bar, kulikuwa na bar fulani iko mitaa hii. Ilikuwa maarufu bar sana, bar maarufu sana kwa sikika matangazo yake iko. Davis Corner. ukienda kulia hapo unaenda Tandika. Ukikunja na hiyo baba inaenda kulia hapo unaenda Tandika, lakini mimi naenda sitaenda mjini, kwa hiyo tuna
lakini mitaa yote ya huku ni mitaa Tandika. Hii mitaa Tandika huku ni Tandika huku. Mbele kuna mabasi yanashusha na kupandisha abiria. Tandika hii kuna foleni kwa sababu ya mabasi yanashusha na kupandisha abiria, yanasababisha foleni sana. Temeke Mikoloshini na kwenye ndo huko Temeke Mikoloshini hapa. Nasikia Temeke Mikoloshini, kama ukisikia kuna nyimbo za zamani za Bongo Flava walikuwa wanatamka sana Temeke Mikoloshini. Hii ndo mitaa yake pia, Temeke Mikoloshini ndo mitaa yake huko. Kwa hiyo bwana, hii yote ni mitaa, katika mitaa inayonichanganya ni Temeke na Tandika. Yaani Temeke na Tandika inanichanganya sana. Lakini kwa sababu yote iko wilaya ya Temeke, kwa hiyo unashindwa kuelewa kwamba yote iko wilaya ya Temeke. Ila na huko maeneo ya huko sio mwenyeji sana, kwa hiyo mitaa mingi nashindwa kujua mitaa mingi ni mitaa gani na mitaa gani. Lakini yote tupo huko maeneo ya Temeke, wilaya ya Temeke huko. Hapa magorofani hapa naona. Magorofani hapo. Sasa ukienda hii kulia unakuwa unaenda huko, nafikiri unaenda Tandika na nini, mpaka unaenda kutokea barabara ya nani ya Mbagala huko. Mimi nataka tupite hii. Tupite Temeke Hospital. Tutoke Nelson Mandela mpaka post, mpaka uwanja wa Taifa, then post. Hapa inaandika shule ya msingi ya Maarifa Tandika.
tumepita njia hii, nataka tupite Temeke hospitali, angalau uione Temeke hospitali na nini, afu tukatokee Taifa bwana. Huku ni mitaa yote ya Temeke huku. Kote ni Temeke huku, kote Temeke huku. Ukisikia mitaa Temeke nini, ndio hii mitaa hii. Tukambe bwana kaa Temeke bwana, tunakaa huku. Temeke ni wilaya moja ya wilaya ya Dar es Salaam, na ni moja ya maeneo ambayo yanajitegemea kwa kila kitu. Yaani ni mji mwingine, yani ni kama mkoa mwingine wa Dar es Salaam. Yaani ukiniambia ni kama mkoa kabisa mwingine wa Dar es Salaam. Yaani mkoa kabisa unajitegemea wa Dar es Salaam. Kama Tanzania, kituo cha jumuishi swala ya familia. Tunakutana na hii njia ya Temeke. Hospitali ya Temeke tumeiacha nyuma hapo, nitamani nipite lakini
hapa nimeingia Nelson Mandela Road hapa. Nimeingia Nelson Mandela Road. Kwa hiyo hapa nina hii njia ukikunja kushoto unakuwa unaelekea ukikunja kushoto unakuwa unaelekea Tazara, lakini ukikunja kulia unakuwa unaelekea mjini. Kwa hiyo Nelson Mandela ukiwa unaenda hii unakuwa unaenda mjini. Ukikunja kulia kama hapa unakuwa unaenda Taifa. Kwa hiyo sasa hapa kuna mataa, hapa ni mataa ya uwanja wa Taifa hapa. Kwa hiyo ukinyosha unakuwa unaenda moja kwa moja mpaka unaenda kama unaenda bandarini, unaenda barabara kwenda Kigamboni huko wapi? Darajani Kigamboni. Lakini ukikunja kushoto unakuwa unaenda uwanja wa Taifa. Ukiingia kulia unakuwa unarudi Temeke. Kwa sisi kwa sababu tunaenda mjini, nataka nipite maeneo ya uwanja wa Taifa hapa niwaoneshe mazingira ya uwanja wa Taifa, then tutaenda moja kwa moja tutakutana na njia kule ya Chang'ombe ya Keko, then ya Chang'ombe Road, then tutakuja kukutana kule njia inayotoka Mbagala. Kwa mimi hapa nilikuwa nataka niwaoneshe mazingira haya ya uwanja wa Taifa haya. Kwa hiyo barabara hii ndio inapita, hii ndio uwanja wa Taifa. Hapa ndio mechi zote za kimataifa zinafanyika hapa. Sherehe za uhuru nini na mechi za kimataifa zote zinafanyika hapa. Upande wa kulia hapa, uwanja huu wa kwanza ni uwanja wa uhuru, lakini uwanja ule mwingine mkubwa ule upo upande na wenyewe unaofuatia ni uwanja ule mkubwa. Kwa kama unaweza kuuona hapo. Ule uwanja mkubwa ule unaoona, uwanja mkubwa. Unaona huo uwanja mkubwa ndio uwanja wa Benjamin Mkapa huo. Ndio uwanja mkubwa huo. Mechi zote za kimataifa na nini na matukio mbalimbali ya Tanzania yanafanyikaga hapa. Kuna mageti yako mawili. Kuna geti la kwanza, geti la kwanza ni la Yanga, geti la pili geti la Simba. Yaani hata kuingia wanajijuaga. Kwa hiyo kuna upande wa Simba na upande wa Yanga. Kwa hiyo upande huu wa kushoto ni wa Simba, upande wa kulia ni wa Yanga. Kwa hata kati mechi za Simba na Yanga, mageti yao unatakiwa uwe makini sana hayo mageti. Japo ndio watu wengine wanaingilia huku na huku, lakini mara nyingi ndio. Yaani ukiingia geti la kushoto maana utaenda kukaa upande kule wa Simba. Lakini ukiingia geti la kulia kule unaenda kukaa upande wa Yanga. Kwa sababu hata uwanjani mechi za Simba na Yanga, yani kuna sehemu tofauti unatakiwa ujue, yani usiende kukaa tu kajikalia tu upande wowote. Mimi nakumbuka mara ya kwanza wakati naenda Taifa bwana, nilikuwa sijui. Kwa hiyo nikaingia uwanjani, mimi nimeingia upande wa geti la Simba. Nilipoingia upande wa geti la Simba nikaenda jukwaa hii na shangaa nimekaa jukwaa upande wa Simba bwana. Bahati nzuri nilikuwa sijavaa jezi tu ya Yanga. Kwa sasa ukikunja kushoto huku unaenda Magomeni, unaenda nini, lakini kikunja kulia huku ninarudi Kilwa Road. Narudi Kilwa Road ile ndio njia ambayo inakutana na magari ambayo yanaenda Mbagala. Huku napo ni mwendo kasi umejengwa. Kwa hiyo kidogo hii barabara imejengwa sasa hivi, zamani ilikuwa ni njia tu ya kawaida, lakini sasa wameitengeneza na mwendo kasi. Kwa hiyo kuna barabara mwendo kasi inapita japo haijaanza kufanya kazi, japo imekamilika. Nafikiri mabasi yakishanunuliwa kishakuwa mengi itaanza kufanya kazi. Kwa hiyo yote hii ni
hapa huku ni hii mitaa, huku ni mitaa hapa JKT. Mitaa JKT, jengo la jeshi la kujenga taifa. Hapa kuna makao yake hapa, jeshi la kujenga taifa. JKT Mgulani hapa panaitwa. Na hiki ndio kitakuwa kituo cha mwendokasi cha JKT Mgulani. Kushoto ni magorofa hapa ya jeshi. Kwa sasa hapa tunakutana na Kilwa Road. Kilwa Road, kwa ukikunja kulia unakuwa unaenda Mbagala. Ila ukikunja kushoto unakuwa unarudi unaenda City Center. Unaona? Ukikunja kushoto unakuwa unaenda City Center. Shida za weekend bwana, matrafiki wanakuwa wengi sana njiani. Yaani ndio shida yake. Mimi naenda mjini, ndio maana nakunja kulia hapa.